Pinalimugisha batale na bado nalihisi mlimhola nalimhola na nilomba kunidegeleka ugupyayo kinamuwile Mungu mmoja asiye mshirika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha tunafanya kambi Mlima Sita. Na muomba huyu kijana ajitambulishe. Kwa majina anaitwa Farid Ibrahim kutokea tawi la Kisesa. Nani atapiga tarumbeta siku ya kiyama? Anaitwa Islafi. Maamkizi ya Kiislamu ni nini? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini maana ya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh? Amana na rehema na baraka za Mungu juu yenu. Mwezi wa kwanza wa Kiislamu? Muharram. Mwezi wa pili wa Kiislamu? Safar. Mwezi wa tatu wa Kiislamu? Rabiul Awwal. Mwezi wa tatu, mwezi wa nne? Rabiul Akhir. Mwezi wa tano wa Kiislamu? Jamadul Ula. Mwezi wa sita wa Kiislamu? Jamadul Akhir. Mwezi wa saba wa Kiislamu? Rajab. Mwezi wa 8 wa Kiislamu? Shaban. Mwezi wa 9 wa Kiislamu? Ramadhan. Mwezi wa 10 wa Kiislamu? Shawwal. Mwezi wa 11 wa Kiislamu? Dhulqa'dah. Mwezi wa 12 wa Kiislamu? Dhulhijja. Kabla ya sala Muislamu anatakiwa kufanya nini? Muislamu anatakiwa achukue udhu. Sura gani ya Qur'an tukufu ina jina la mwanamke? Sura Maryam. Nchi gani imetajwa katika Qur'an tukufu? Misri. Sura ipi ya Qur'an tukufu ni ndefu kuliko wote? Sura Al-Baqarah. Masjid Nabawi uko mji gani? Madina. Sura gani inasomwa katika kila raka? Sura Al-Fatiha. Mtume gani alitupwa kwenye moto lakini alitoka salama? Nabii Ibrahim alayhi salatu wasallam. Nabii gani alitupwa kwenye mto wa Naili na mama yake? Nabii Musa alayhi salatu wasallam. Maneno gani Muislamu anatakiwa kutamka kabla ya kuanza kazi? Bismillah. Katika vita gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alijeruhiwa? Vita vya Uhud. Fimbo ya Musa ilikuwa inageuka kuwa kiumbe gani? Nyoka. Taja jina la kisima ambacho chanzo chake ni Hazrat Ismail na mama yake. Ayatul Kursi ipo katika sura ipi? Sura Al-Baqarah ya 256. Waislamu wanasherehekea Idi gani baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Idul Fitr. Waislamu wanachinja wanyama katika Idi ipi? Idul Adha. Taja jina la usiku ambao ufunuo wa kwanza wa Qur'an tukufu ulianza? Usiku wa Lailatul Qadr. Sura ipi ndani ya Qur'an tukufu inaitwa sura Tauhidi? Sura Al-Ikhlas. Aya ndefu ya Qur'an tukufu imeandikwa wapi? Sura Al-Baqarah ya 284. Sura ipi ya kwanza ndani ya juzu ya mwisho ya Qur'an tukufu? Sura An-Naba. Sala gani inasaliwa usiku nyakati za mwisho? Tahajjud. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihimiza kusoma sura gani kabla ya kulala? Sura Al-Mulk na sura 3 za mwisho. Nabii yupi alikuwa anahubiri katika kaumu yake kutumia ngamia? Nabii Saleh alayhi salatu wasallam. Watu wa Nabii Saleh wanaitwa kwa jina gani katika Qur'ani? Kaumu ya Nabii Samud. Jina la mama yake Nabii Ismail? Hajra. Jina la mama yake Nabii Ishaq alayhi salam? Hazrat Sara. Hazrat Sara na Hazrat Hajra walikuwa nani? Wake wa Nabii Ibrahim alayhi salatu wasallam. Nabii gani alikuwa mfalme wakati wake? Hazrat Nabii Suleiman na baba yake na Daudi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mfalme katika siku zake za mwisho. Mkuu wa malaika anaitwa nani? Malaika Jibril. Kabla ya Kaabatullah Waislamu walikuwa wanaswali kuelekea wapi? Baitul Muqaddis iliyoko Palestina. Mwenyezi Mungu aliumba kiumbe gani mwanzoni? Samaki. Dhambi kubwa ni dhambi gani? Kumshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote. Sala zipi hazina adhana? Sala ya tahajjud, sala ya Eid na sala ya jeneza. Sala zipi hazisomwi kama? Sala za nafil, sunna, tahajjud, sala ya Eid na sala ya jeneza. Sura gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasoma kila Ijumaa? Sura Kahf. Mwanamke yupi atakuwa kiongozi wa wanawake siku ya kiyama? Hazrat Fatima radhiallahu anha. Nitajie jina la kalenda ya Kiislamu. Hijria. Nabii gani alikuwa anataka kumuona Mwenyezi Mungu kwa macho? Hazrat Musa alayhi salatu wasalam. Ni ipi sababu kubwa inayowapeleka watu katika jahannam? Kutumia ulimi vibaya, yani kuongea maneno vibaya. Sala ipi haina sajida? Sala ya jeneza. Kwa nini sala ya jeneza haina sajida? Kwa sababu maiti yanawekwa mbele. Dhambi gani huunguza matendo mema? Usda.
Ihram ni nini? Nguo nyeupe inayovaliwa wakati wa kuhiji. Dhambi gani huunguza matendo mema? Husda. Ihram ni nini? Nguo nyeupe inayovaliwa wakati wa kuhiji au umra. Mambo gani Qur'an tukufu imeyahimiza mara 700? Kumwabudu Mwenyezi Mungu na kutumia akili. Swali gani la kwanza tutaulizwa siku ya kiyama? Tutaulizwa kuhusu sala. Taja lakabu ya Nabii Musa alayhi salam. Kalimullah. Kalimullah maana yake nini? Anayeongea na Allah. Taja lakabu ya Hazrat Ibrahim alayhi salam. Kalimullah. Nini maana ya Khalilullah? Rafiki wa Allah. Nabii yupi anaitwa Habibullah? Ndio Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nini maana ya Habibullah? Kipenzi cha Allah. Kwa nini Qur'an tukufu haiwezi kubadilika kama vitabu vingine? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anailinda. Wanadamu walijifunza kwa nani kuzika maiti zao? Kunguru. Kufanya mambo yote yanayopaswa kwa ajili ya hija, mbali na tarehe za hija, ibada inaitwaje? Umra. Hukumu ya kusaliwa sala ya jeneza ipo katika sura gani? Sura Toba. Katika nchi gani Waislamu wako wengi? Indonesia. Ni nani kiongozi wa manabii wote? Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nani nabii wa mwisho kwa wana wa Israeli? Nabii Isa alayhi wasallam. Hazrat Shuaib alayhi salam alitumwa katika mji gani? Madiana. Nabii yupi alitumwa kwa watu wa Adi? Hazrat Hud alayhi wasallam. Ushindi wa vita vya Khaibari ulipatikana kwa sababu ya nani? Hazrat Ali radhiallahu anhu. Hazrat Fatima radhiallahu anha alikuwa nani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Binti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taja jina la baba yake Hazrat Yusuf alayhi salam. Hazrat Yakub alayhi wasallam. Taja jina la babu yake Hazrat Yusuf alayhi salam. Hazrat Ishaq alayhi wasallam. Taja jina la kitukuu wa Hazrat Ibrahim alayhi salam aliyekuwa nabii. Hazrat Yusuf alayhi wasallam. Hazrat Yusuf alikuwa na ndugu wangapi? 11. Hazrat Yusuf alikuwa na ndugu wangapi upande wa mama na baba? Mmoja. Taja jina la ndugu yake wa Nabii Yusufu upande wa mama na baba. Binyamin. Hazrat Musa alayhi salam alikwenda wapi alipotoka Misri? Madiana. Taja jina la nduguye Hazrat Musa alayhi salam aliyekuwa nabii. Hazrat Harun alayhi wasallam. Taja jina la nabii ambaye mke wake na mwanae hakumwamini. Hazrat Nuh alayhi wasallam. Allah mtukufu alimwagiza nini Nabii Nuh alitengeneze? Safina, yani meli kubwa. Kitabu gani kinaitwa sahihi baada ya Qur'ani? Sahih Bukhari. Dhambi gani inawapeleka shetani mpaka ameitwa shetani? Kiburi. Watu wanatumia hela kwa ubadhirifu na hovyo. Mungu anawaitaje? Ndugu wa shetani. Ahlul Bait ni nani? Watu waliokuwa wanaishi nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wake zake na kadhalika. Saifullah ni lakabu ya nani? Hazrat Khalid bin Walid radhiallahu anhu. Saifullah maana yake nini? Upanga wa Allah. Ushindi wa Maka ulitokea mwaka gani? 20 Ramadhani 8 Hijria. Mwaka gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hija? Mwaka wa 10 Hijria. Ruhul Amin lakabu ni nani? Malaika Jibril. Ruhul Amin maana yake nini? Msiri wa habari zote za kiroho. Taja jina la sahaba wa kwanza aliyezikwa katika Jannatul Baqi. Hazrat Usman bin Madun radhiallahu anhu. Itikaf ni nini? Ni kukaa msikitini siku kadhaa kwa ajili ya kufanya ibada. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anakaa itikaf siku ngapi? Alikuwa anakaa siku 10 za mwisho wa Ramadhani. Nini maana ya Lailatul Qadri? Usiku wa heshima. Nani hapaswi kufunga saumu ya Ramadhani? Wasafiri, wagonjwa, wazee sana, watoto na kadhalika. Je, mwanamke mjamzito au anayenyonyesha anatakiwa afunge saumu? Hapana, kwa sababu huyu anahesabiwa kuwa ni mgonjwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafuturu kwa chakula gani? Tende. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapiga mswaki mara ngapi kwa siku? Mara 5. Lailatul Qadri inapatikana katika siku gani? Lailatul Qadri inapatikana katika usiku mmoja wa witri katika siku 10 za mwisho ya Ramadhani. Nani alisema Lailatul Qadri ina heshima zaidi kuliko miezi 1000? Allah mtukufu. Yeye ndo yatuumbile, yatuingile uhai, fatuishi mdunia yabamile. Tabamigwa tumuinamile, kulangu safa tushukuru. Mungu yu mmoja asiye mshirika. Mijokani ya maombi yito, na majibu mitipatia.
imani jito ya yakola, upendo wino huenea. Daima chatutenda kukusifu, deleno tendenda kukunadi. Mungu yu mmoja asiye mshirika. Iti open miata ole kireto, iolopokin olondau onadonda. Kinyor iye tamayana iyok, Mungu yu mmoja asiye mshirika. Zifanyenu tutizilole, hakika za muwaziene. Ngani wai kutio chela, walangatiyo chela. Mtukwiche mnope, ewe Mungu wetu. Mungu yu mmoja asiye mshirika. Kila lugha ya kutaja yasifu wako uwezo, bila hata kukufuja zatolea maelezo. Ianza safari twaja, kubali vyetu vigezo, samehe vyetu viroja, tuondole vikwazo. Mungu yu mmoja asiye mshirika.